Leo nataka nikwambie mambo 6. Ni mambo yasiyo ya kufanya kwa maisha ya hekima. Yaani kama unataka kuishi maisha ya hekima katika mwaka huu na miaka inayoendelea, kuna mambo 6 ambayo nataka nikwambie yasiyo ya kufanya. Mara nyingi tunajifunza ya kufanya, kwamba tunatakiwa kufanya hivi, mimi nataka nikwambie vitu ambavyo hutakiwi kuvifanya katika mwaka huu, ili sasa uweze kutembea katika maisha yenye hekima. Otherwise, kama utayafanya, basi wewe utakuwa umetoka kwenye hekima. Nimwambie tu msomaji anisomee moja kwa moja, tusiwe na muda wa kusoma kila kifungu. Hebu nisomee kwenye ile Mithali sura ya 25 mpaka mstari wa 35. Methali sura 3 kuanzia mstari wa 25 mpaka 35. Maandiko nasema, usiogope hofu ya ghafla, wala uharibifu wa uovu utakapofika, kwa kuwa Bwana atakuwa tumaini lako, naye atakulinda mguu wako usinaswe. Usiwanyime watu wema yaliyo haki yao, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Usimwambie jirani yako, nenda urudi, halafu na kesho nitakupa, nawe unacho kitu kile karibu nawe. Usiwaze mabaya juu ya jirani yako ambaye anakaa karibu nawe na kujiona salama. Usishindane na mtu bila sababu, ikiwa akukudhuru kwa lolote. Usimhusudu mtu mwenye jeuri, wala usichague mojawapo ya njia zake, maana mtu mkaidi ni chukizo kwa Bwana, bali siri yake ni pamoja na wanyofu. Laana ya Bwana hii katika nyumba ya waovu, bali huibariki maskani ya wenye haki. Hakika yake huwadharau wenye dharau, bali huwapa wanyenyekevu neema. Wenye hekima wataurithi utukufu, bali kukuzwa kwa wapumbavu ni fedheha. Amen. Kwenye kifungu hiki ndio nitatoa hayo mambo 6 niliyoyasema, ambayo usipoyafanya, of course hata hapa inasema usi kama yes. Umesikia neno liko sasa usi, si ndio? Maana yake tungekuwa tunasoma Kiingereza ingekuwa imeandika don't. Haisemi fanya, haisemi do, inasema don't. Kwa hiyo tunataka tuyachukue haya ni maneno ya Mfalme Suleiman ambayo alikuwa anayatoa kwa mwanae. Ni mahusia ya mtu wa Mungu kwa mwanae, na alikuwa anamwelekeza ili aweze kutembea maisha ambayo yanaonyesha ana hekima mbele za Mungu na mbele za watu. Mimi nimeyachukua haya ili kusudi pia yatusaidie kuwa kiongozi au kama mwongozo katika mwaka huu, kwamba ili tuweze kuishi maisha ya hekima ni lazima tuwe na hizi usi 6 ambazo Suleiman alizitoa kwa mwanae. Kwa nini? Hekima si kujua tu kufanya kitu. Mtu mwenye hekima sio tu kwamba ujue kufanya kitu, lakini hekima pia ni kujua kutofanya kitu. Tuko pamoja? Sio kujua tu kufanya kitu, lakini pia kujua kuepuka kufanya mabaya. Hiyo ndio hekima. Dunia hii kuna watu wengi wanaangamia, sio kwa sababu hawajui kitu. Wanaangamia sio kwa sababu hawajui. Wanaangamia kwa sababu wameshindwa kuacha kufanya mabaya. Anajua kabisa hiki kitu ni kibaya, lakini hawezi kukiacha kwa sababu hawajajifunza kuacha. Wamejifunza kujua hiki kitu ni kibaya, wakaishia hapo kwenye kujua kwamba hili jambo ni baya, na elimu yake ikaishia hapo kwenye, lakini hajajifunza
kuacha kufanya jambo baya. Ndio maana tunao wadhambi tu kanisani, tunao wadhambi tu kila mahali, tunao wadhambi majumbani. Kwa nini? Sio kwamba hawajui kama ni dhambi. Mwalimu asubuhi alikuwa anatufundisha hapa dhambi ni nini. Sio kwamba watu hawajui dhambi ni nini, lakini wanaifanya. Kwa nini? Hawajajifunza kuacha kuifanya. Wamejifunza kwamba ni mbaya, lakini hawajajifunza kuacha kuifanya. Sasa kitu cha kwanza ambacho nitakisoma au nitakwenda nacho sasa katika haya mambo 6 ambayo nataka kukufundisha yawe mwongozo wetu kwa matembezi au kwa kutembea kwa hekima. Neno la kwanza tumeliona limeandikwa pale, usiogope. Wow, wonderful word. Neno la ajabu sana. Suleiman anaanza kumwambia mwanae usiogope. Do not fear. Mungu hahitaji kutuambia usiogope mara 365. Atuambie mara moja tu. Sio kila siku atuambie usiogope. Niamke kesho aniambie usiogope, kesho kutwa aniambie. Kwa nini asiniambie mara moja? Kwa nini nisisikie ile sauti yake moja ya kusema usiogope na nikaishika hiyo? Mpaka niambiwe kila siku usiogope, na sababu zimeelezwa pale. Sasa hilo neno usiogope tunalipata kwenye ule mstari wa 25 katika kifungu tulichosoma. Usiogope. Unajua hofu, hata unakaposoma kwenye Biblia utaona kwamba hofu inaweza ikagawanyika katika vifungo vitatu. Mtu akikwambia usiogope, lakini Biblia hiyo inaniambia tumuogope Mungu. Twende kwa Mungu kwa hofu. Maana yake ni nini? Alafu tunaambia tuogope. Kuna hofu aina 3 muhimu. Hofu ya kwanza ni ile hofu takatifu. Hebu andika hofu takatifu. Hata kama ulikuwa andika hata kwa simu. Hofu takatifu. Hiyo hofu takatifu lazima tuwe nayo. Hofu ya takatifu. Hofu takatifu ni ya kumnyenyekea Mungu, ni ya kumwogopa Mungu, ni ya kumtii Mungu, ni ya kusikia kile ambacho Mungu anasema kwetu, alafu tunapokuja kwake tunakuja kwa hofu na kunyenyekea. Hiyo lazima tuwe na hofu, lazima tuwe na woga. Hiyo hofu takatifu hatuwezi kuikwepa tunapokuwa tumekwenda mbele za Mungu. Hatuwezi tukaenda kwa Mungu kama tunaenda kwa shemeji yetu. Hata shemeji sangine unamheshimu, unamwogopa shemeji yako. Tunakwenda kwa Mungu kwa hofu na unyenyekevu na nidhamu na kicho cha kumwabudu, kumnyenyekea. Hiyo ndio hofu ya kwanza. Hofu ya pili ipo hofu ya afya, au tunaweza tukaandika hofu ya kiafya. Hofu ya kiafya. Huwezi kumwambia kwamba mtoto asiogope moto pale aenda akauchezee moto. Akiungua lazima aogope, kwa sababu moto ni kitu ambacho au anachezea kisu. Unamwambia lete huko kisu, usikiogope. Mwambie kisu acha kuchezea, kiogope kisu. Kwa ajili ya kiafya kuna vitu ambavyo lazima tuogope ili kusudi afya zetu ziwe salama, ili watoto wetu wawe salama. Mtoto anapanda juu ya mti, ananing'inia kutafuta embe kwenye tawi ambalo akianguka hapo anapasua kichwa. Usimwambie asiogope, hapana. Hofu ya kiafya ipo. Tuko pamoja? Ambazo zinalinda afya zetu. Lazima tuwe waoga. Lazima tuwe waoga kufanya vitu ambavyo vinaweza vikadhuru afya zetu. Kama hatutakuwa waoga kwenye vitu ambavyo vinadhuru afya zetu, zinadhuru maisha yetu, tutakuwa bado hatujafanya. Kwa hiyo ni hofu pia sahihi. Lakini kuna hofu haribifu. Andika hofu haribifu. Hofu haribifu. Hii hofu haribifu ndio hofu ambazo Mungu anatuambia sisi tusiogope. Ni hofu ambayo unaogopa, hujui kwa nini unaogopa. Unaogopa vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wako kuvidhibiti. Kwa mfano kama Mkristo unaogopa mchawi. Sasa hiyo ni hofu haribifu. Wewe umepewa mamlaka ya kuzima nguvu za pepo, majini, masamva, wote wako chini yako. Sasa mtaweka mikono yenu juu ya wagonjwa, nao watapata afya, mapepo yatatoroka. Sasa unakaa kuwaogopa hao. Hiyo ni hofu haribifu. Ni hofu haribifu. Inakuharibu wewe mwenyewe, kwa sababu una uwezo wa kukidhibiti kitu, lakini sasa umekaa kukitetemekea.
Wapo watu, unajua hofu, watu wapo wengine, kuna watu wanaogopa hata giza. Hata mimi nilikuwa naogopa zamani kukaa gizani. Akilala hawezi kuzima taa. Anajua akizima taa kuna vitu vitakuja gizani. Mtu mmoja alitoa mfano huu, ngoja nikupe mfano huu kwa sababu ni nini? Mama alikuwa anapika jikoni, unajua majiko yetu ya nje, anapika jikoni kule nje, ana mtoto wake mdogo, kijana mdogo, nafikiri umri wa miaka kama 8-9. Sasa kule ndani hajawasha taa, ilikuwa ni usiku, yeye yuko jikoni huko. Akakumbuka kwamba amesahau nyanya kule ndani. Akamtuma huyu mtoto. Akamwambia, "Wewe John, hebu niletee nyanya humo ndani." Anajua yule mtoto wake anaogopa giza. Nafsi alikuwa anajua yule mtoto mama kuna giza kule. Akamwambia, nenda tu, Yesu yuko ndani. Usiogope, Yesu yuko ndani, wewe nenda tukachukua niletee nyanya haraka. Msije nikaunguza. Yule mtoto akaenda mpaka akafika kwenye mlango hivi. Akasubiri, akachungulia hivi, akaona giza nene sana. Akataka kurudi lakini akamwambia, Yesu yuko ndani. Akasema, Yesu, kama uko ndani hebu nipe hizo nyanya nimpelekee mama. Akaona kwamba mimi siwezi kuingia kama sasa Yesu yuko gizani, azilete hapa nyanya mimi nichukue nimpelekee. Hawezi kuingia kule. Sasa hizo ni hofu za kuogopa giza, ni hofu haribifu. Tuko pamoja? Za kuogopa vitu ambavyo viko chini ya uwezo wetu, zile ni hofu haribifu. Kwa hiyo lakini Mungu anatuambia hizi ndio Mungu anasema tusiogope. Na mimi nataka nikwambie kwamba usiogope. Do not fear. Acha kuogopa kitu chochote. Tumeingia mwaka huu, kuna vitu vingi vitakuja vya kutisha, lakini kama zinakuja hofu haribifu, usiogope. Haya ni maneno ya Mungu. Usiogope. Face kila kitu. Kabiliana nacho kila kitu. Watu wanatangaza habari ya hali ngumu ya maisha le. Wewe usiogope, kabiliana nacho kwa hali yoyote ile. Kwa sababu Mungu amesema tusiogope. Tuko pamoja? Kama kuna kitu cha kuogopa basi tutamwogopa Mungu peke yake. Tuko pamoja? Lakini tunaweza tukaogopa labda na vitu vingine ambavyo ni vya kiafya hatarishi, kula vyakula ambavyo vitadhuru afya zetu. Hizo tunaweza tukaacha kuvila au tunaweza tukaviepuka. Kwa hiyo hofu huonyesha kukosa imani. Hofu, unapokuwa na hofu, maana yake unaonyesha kwamba wewe hauna imani. Hii ni kwa maneno ya Yesu. Hebu nisomee kwenye ile Mathayo 8, Mathayo sura ya 8 mstari wa 26. Mathayo sura ya 8 mstari wa 26, maandiko yanasema, akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Mbona mmekuwa waoga? Enyi wa imani haba? Nyie wa imani haba. Imani ndogo. Mmekuwa waoga. Hawa jamaa walikuwa ni wanafunzi wa Yesu. Yesu amewaambia hebu tuvuke kwenda ng'ambo. Hebu sikiliza, Yesu anakuambia tuvuke twende ng'ambo. Alafu akaingia kwenye ile mashua na yeye akakaa mle kwenye mashua. Tena sasa yeye akaamua kupiga usingizi, akalala kabisa. Kwa sababu anajua wanakwenda ng'ambo. Wale jamaa wakaona bahari inapiga maji, wakaona sasa hapa tunakufa. Wakamfuata Yesu akamwambia, wewe haujali kama sisi tunaangamia? Sasa hamjali mimi mnaangamia, kwani mimi niko wapi? Unajua Yesu akamwambia, nyie kweli wenye imani, sina mimi niko humu kwenye bota, kwani mimi nimeshuka? Hofu, wakasahau kama wako na Yesu. Hofu ikawafanya waone Yesu hayupo wakati Yesu yupo. Tuko pamoja? Kuna mtu ananielewa? Sasa ukiwa na hofu, ukishakuwa mwoga, lazima utakosa hekima. Utakosa hekima. Utamwona Yesu hayupo hata kama yupo. Utamwona Roho Mtakatifu huna hata kama unaye Roho Mtakatifu. Utaziona nguvu za Mungu hazipo hata kama nguvu za Mungu zipo. Mimi nawaambia kabisa kwa maneno ya Yesu, kila aliyepo hapa anayo mamlaka ya kuweka mkono kwenye pepo na pepo likatoka.
Tuko pamoja? Wangapi wameweka mwaka huu uliopita? Wangapi wameweka mkono kwenye pepo likatoka? Hofu. Mwingine anaangalia anakuwa na hofu, likinirukia. Sasa likikurukia, wewe umekuwa rukia. Maana yake anarukiaga kinarukia tu. Sasa na wewe umekuwa rukia. Haliwezi kukurukia, umeambia weka mkono. Lakini watu wengi wana hofu. Wakristo wana hofu. Tena tukianza kukemea pepo hapo, yeye unaona kwa jina la Yesu, huko anarudi reverse kukaa karibu na ukuta. Kwa jina la Yesu, yeye yuko huko. Mwambie wekeni mikono hapa, hawawezi kuweka. Hizo ni hofu haribifu. Mwambie mwenzako acha hofu haribifu. Acha hofu haribifu. Mungu anasema usiogope. Haleluya. Usiogope. Hii 2026 lazima tufanye mambo makubwa kwa sababu hatutaogopa kitu chochote. Sema amen. Sema ya kwako sasa, hiyo ilikuwa ya kwangu. Hiyo ilikuwa ni ya kwangu. Sikiliza, mstari wa 27 ambao hatutasoma, tumeshasoma. Inasema kwamba usikatae kutenda mema. Usikatae kutenda. Hekima inaonekana katika uaminifu wa matendo pia, lakini sio kwa maneno tu. Suleiman anasema usimnyime mtu yaliyo haki yake. Tumesoma kwenye ule mstari wa 27, inasema kama usimnyime mtu iliyo haki yake. Wakristo wamekuwa wachoyo sana. Tena tunawanyima watu ambao ni haki zao. Unajua afadhali umnyime mtu kitu cha kwako, lakini unamnyima mtu haki yake. Ili neno hata mimi mwenyewe jana wakati nalisoma nikaliona kama jipya kwangu. Kwamba kuna watu wana haki wapate vitu kutoka kwetu. Wana haki, yani kuwapa, wana haki, tunadaiwa tuwape kitu kwa. Lakini hatujawahi kufanya. Ni kwamba kwanza ni ndugu zetu, watu wa nyumbani kwetu. Hawa watu wana haki wapate vitu kutoka kwetu. Unatakiwa wewe uwape watu wa nyumbani kwako. Unatakiwa watunze, unatakiwa wajali, unatakiwa wasaidie. Hao ni watu wa nyumbani kwetu. Lakini wa pili ni washirika wenzako hawa, believers. Hawa wana haki ya kupata kitu kwako. Kwa sababu neno la Mungu limesema tuwape, tuwasaidie. Wana haki. Kwa hiyo unapowapa sio kwa sababu tu unawapa kwa sababu umetaka, ni kwa sababu ni haki yao. Ni agizo la Mungu. Kwa hiyo ni haki yao kupokea. Lakini kuna wajane, habari ya wajane tunawajua kwamba wanahitaji. Lakini kuna watumishi waaminifu wa Mungu, tuna deni nao. Mtu amejitoa kwa ajili ya kuhubiri, kuhudumu, tuna deni nao. Tuko pamoja? Tuna deni nao kwa sababu Mungu amewaambia ndipo watakapokula. Lakini pia kuna masikini na wahitaji. Hii grupu ya masikini na wahitaji ni kwamba tena Mungu anasema kwamba unapompa masikini unakuwa umefanya nini? Umemkopesha Mungu. Sasa jamani, hata kumkopesha Mungu mnamnyima mkopesha. Yaani hata Mungu, mimi nakuja kukopa unaninyima kwa sababu labda siwezi kulipa. Sasa amekuja Mungu anakuambia nikopeshe, na Mungu naye unamnyima. Kuna watu wengi wamemnyima kumkopesha Mungu. Kwa kufanya nini? Kwa kutowapa watu, kwa kutowasaidia watu wahitaji. Kwa kuacha kutenda mema, wakaacha kumkopesha Mungu. Hebu usome hilo andiko la kwenye Mithali 19 mstari wa 17. Kitabu cha Mithali 19 ya 17 nasema, amhurumie maskini
humkopesha Bwana. Anayemhurumia maskini anamfanya nini? Anamkopesha Bwana. Anamkopesha Bwana, naye atamlipa kwa tendo lake jema. Yes. Mungu atakulipa kwa tendo lake jema. Hata kulipa kile ambacho pengine umetoa kwa yule uliyemhurumia yule maskini, atakupa kwa tendo lile jema. Mungu atakupa kitu kingine. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua kuna watu na haihitaji uwe tajiri sana. Kuna mtu unaweza ukampa kitu kidogo sana, tena mhitaji, na unapompa yule mhitaji, kwa Biblia, kwa neno hili, ina maana kwamba wewe utakuwa umeshaishika hii principle namba 2 ya kusema kwamba usiache kutenda mema, usikataze kutenda mema, usiache kuwahurumia maskini, kwa sababu kufanya hivyo unamkopesha Mungu. Sasa kuna watu wengine wanataka tu baraka, abarikiwe, lakini yeye hata Mungu anapomwambia basi nikopeshe, kwa sababu Mungu huwa anatupa sisi ili tuwe channel of his blessing. Kwamba unapokuwa Mungu amekubariki kitu, hakubariki tu wewe peke yako. Wewe unakuwa mkono wa Mungu kwa ajili ya kuwapa watu wengine. Si kama unanielewa? Mungu anapotupa kitu huwa hashuki akaja na mkono wake akatupa hivi. Anamtumia mtu ili kusudi yule mtu aliyembariki awe ndiye mkono wake wa kufikisha zile baraka kwa wengine. Na unapofanya hivi, unapofikisha hizo baraka, bado Mungu anakuambia kwamba hufanyi hivi kwa sababu nimekupa pesa. Hapana, unanikopesha kwamba nitakurudishia tena. Unajua hatujaenda kwenye kilele cha mafanikio yetu kwa sababu hatujajifunza hata kumkopesha Mungu kwa kidogo tulicho nacho. Kwa kidogo tulicho nacho. Niliwahi kuhubiri ujumbe ambao unafanana na namna hii, kwamba kuna mtu mwingine hata akitaka kumpa mtu chakula, anaenda kuangalia kwenye friji kwanza, anakinusa kile ambacho kinakaribia kuchacha, ndio anataka kumpa. Anakinusa. Hii nani guro yao nani sijui. Anamwambia binti yake, hebu naona hii inataka kuchacha, hebu mpe sasa yule mama fulani, kwa sababu haitafika jioni. Anampa kwa sababu inataka kuchacha. Hapo unamkopesha Mungu. Mungu anakopesha kwa vilivyo chacha. Wewe anakupaka vilivyo chacha. Niliwahi kuambia kuna mtu mmoja aliwahi kunipa suti mpya. Lakini nilivyoivaa nikaa kama nimepigwa jeki. Ile suti. Nikawa kama nimepigwa jeki, huku nimeinuliwa, huku nimevutwa hivi. Kumbe yeye imemshinda kuvaa. Imemshinda kuvaa. Sasa unampa mtu kitu ambacho wewe hutaki kukivaa, kimekushinda. Kwa nini usimnunulie mpya, au usimpe tu ambaye shati ambayo unaipenda kabisa, nzuri kabisa, ndio unampa hili uliopigwa jeki? Sasa afadhali mimi ningekuwa nimepigwa jeki, nafikiri ningemwona yeye, ilikuwa ni hatari. Ndio maana na mimi nilishangaa, jamani, huyu ananipa suti mpya. Ukiangalia kwamba ana suti nyingi sana, hapana. Sasa ananipa suti, kumbe imemkataa, imeshonwa alafu ikamkataa kabisa kwenye mwili. Hayo sio matendo mema. Sio matendo mema. Mpe mtu kitu ambacho wewe unakithamini, unakipenda, hapo ndio utakuwa unamkopesha Mungu. Yeye huwezi kumpa kitu kibaya ambacho wewe haukitaki alafu unasema nimemkopesha Mungu. Unamkopeshaje Mungu vitu ambavyo wewe haukitaki? Sikatupe jaralani. Katupe dampo. Usimkopeshe mtu. Usikopeshe Mungu kitu ambacho wewe. Kwa hiyo hebu soma ile Warumi 13. Warumi 13 mstari wa 8 pale. Kuna neno moja tunaambiwa linatukumbusha habari ya kuiwa, ingawaje wanatumia Kiswahili cha kisasa sana, ila tutaelewa maana ya kuiwa ni kudaiwa. Tuko pamoja? Soma pale. Rumi 13 mstari wa 8. Anasema, msiwiwe na mtu chochote. Yaani msidaiwe na mtu chochote. Usiwe na madeni yoyote, si ndio? Isipokuwa kupendana.
isipokuwa, yani deni letu liwe upendo. Yani usidaiwe shilingi 5,000, usidaiwe usidaiwe. Hayo madeni yanalipika. Kama kuna kitu ambacho utadaiwa, basi uwe ni upendo. Kupenda nani? Kupenda watu wahitaji, kupenda maskini, kupenda watu ambao wako. Mimi nilikwambia ukweli ndugu zangu. Mimi nakwambia ukweli. Kweli kabisa. Wacha ni useme ukweli. Sisi juzi tumemwaga pilau kwenye madampo. Kuna watu hawajapata tonge moja ya ugali. Tonge moja ya ugali wa mhogo hawajala. Hii mwaka mpya, mwaka nini, si happy new year nini, Christmas, kuku tulikuwa tunafanya kuku na yuma huko hapo unaikuta huko. Hapo nenda nayo unaitoa hivi paja. Kuna watu muhogo, tonge moja ya muhogo hawana. Na Mungu anakuambia wewe basi wakopeshe, mimi nikopeshe mimi wale. Wewe hutaki kufanya hayo mema. Hatuwezi kuishi kwa hekima. Hatuwezi kuishi kwa hekima. Ni mpaka tukubaliane na Mungu, tumkopeshe Mungu, tuwasaidie wahitaji, tuwasaidie wale ambao wana. Na unajua Biblia, Yakobo anatuambia neno moja hapa muhimu sana. Hebu nisomee ile Yakobo 4:17. Yakobo 4 mstari wa 17 anasema, basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi. Yule anayejua kutenda mema alafu asiyafanye, kwake huyo ni dhambi. Ni dhambi. Nani ambaye hajui kumpa maskini, kumpa mhitaji, kumpa mjane, kwamba ni wajibu wetu? Sasa ina maana kwamba tuna dhambi nyingi sana. Tuna dhambi nyingi sana. Tunajua kwamba kumpa mhitaji ni wajibu wetu, lakini hatufanyi. Na tunapoacha kufanya ni dhambi. Hata tungejitetea namna gani, hapo ni dhambi. Hata ningevaa suti kama sijampa ni dhambi. Nimefanya dhambi. Kumpa mhitaji, kumpa yule ambaye amepungukiwa, kumwonyesha upendo. Hatujawaonyesha upendo. Hatujaenda kuwatembelea, hatujaenda kuwa visit. Visitation. Nataka visitation. Hatujaenda kuwa visitation. La tatu, usicheleweshe mema. Biblia inasema hapo, usifanye nini? Usicheleweshe mema. Ni mstari wa 28 katika hiyo Zaburi yetu. Sio kukataa, ila kuahirisha. Kesho, baadaye, nitakufanyia kesho. Leo nimebanana. Leo nimefanya nini? Muulize umekuwa ndizi. Yani anataka kukucheleweshea. Unachelewesha. Yani Biblia inasema usichelewe kutenda mema. Kama ni jambo jema, fanya instantly, yani papo kwa papo. Sio kusema nitafanya kesho. Au huyu mhitaji bana nitampa kesho. Nitampa kesho kutwa. Ndio hapana. Kesho ni siku nyingine. Na kesho inaweza ikaja na majibu tofauti na haya ambayo wewe ulikuwa unataka kuyafanya. Yule ambaye ulitaka kumpelekea tonge moja ya mkate, unamkuta ana half cake 200. Akupe na wewe moja. Sasa wewe unaniletea tonge ya udaga, chukua hapa na half cake 100, chukua half cake 100. Fanya hapo. Usisubiri kufanya kesho. Kesho is another day. Kesho itakuwa na majibu tofauti. Na ndio hapa tunafundishwa kwamba usichelewe kufanya mema. Fanya papo kwa hapo. Na shida ya kesho, unasema kwamba kesho ni kificho cha ubinafsi. Mtu akianza kuzungumza habari ya kesho ni kichaka cha ubinafsi. Ujue huyu mtu ni mbinafsi. Mtu anayesema kesho. Sikiliza. Ngoja nikupe mfano huu. Kuna watu wanaomba, mabinti, wavulana, anaomba kupata mchumba.
au anaomba kuolewa au anaomba jambo fulani. Sasa kesho yake anakutana na mvulana, anaambia binti, mimi nataka kukuchumbia nikuoe, unasemaje? Sasa nitakupa jibu kesho. Au subiri kwanza nikaombe. Ukaombe. Uombe nini sasa? Zaidi ya ile miezi yote, si umeomba miaka, sasa umepata jibu, unataka tena ukaliombee jibu? Jibu huwa linaombewa, ni kuahirisha. Mimi ningekuwa msichana akisema nataka nikujue, hicho ndicho nilikuwa naomba, hapo kigeregere hapo barabarani, naambia wewe ndio jibu la Mungu nilikuwa naliomba. Sasa nikaombe tena, niombe nini sasa? Mwishowe nipewe takataka. Umeomba mwezi wa kwanza, umefunga, umeomba mwezi wa 3, mwezi wa 4, mwezi wa 5 anakuja mtu akuchumbia, unasema ngoja nikaombe. Ungoje akaombe nini sasa? Amekuja uliyekuwa muomba, sasa ukaombe nini? Kuchelewesha kesho. Na watu wengi wamepoteza majibu yao kwa sababu ya kesho. Kwa sababu ya kesho. Unajuaje kama atakuja tena kuja kuomba hivi? Akienda anakwenda jumla, anaenda nakutana na kala ambako kameng'oa jicho hivi, kalikuwa kanasubiri, akikauliza tu anasema yes. Anarudi tena huko kwenye kusubiri maombi. Hawezi kupanga foleni ya maombi. Apangi foleni ya maombi. Wewe kama hujaomba sikulazimishi, acha. Lakini kama umeshaomba, likija jibu sema yes, ili tick tumeshajibiwa. Hapo. Tena huku umefunga sana. Hii ya kuombea kujua nini waga wafungi. Unaomba tu eti Mungu, kweli huyu ndio yeye au sio? Mbona hana gari alafu hana nani? Wanauliza hivyo, Mungu anauliza kwa hivyo. Usicheleweshe kufanya mema. Haleluya. Naambia msicheleweshe. Pengine yule ambaye ukichelewesha ukisubiri uende kesho, yule ambaye alikuwa ni mlengwa unakuta amekufa. Mungu anaweza akikutuma kwenda hospitalini pale, anaweza kukutuma mkaenda pale na zawadi 200, lakini kumbe aliyemlenga ni mmoja tu. Katika zawadi ya watu 200, Mungu anaweza kama amemlenga mtu mmoja, amemkusudia mmoja. Sasa nyie mmechelewesha, amekufa. Hata mkipeleka zile anasema mliacha kunikopesha jana. Mungu hawarudishi. Mungenikopesha jana, yule mtu wangu asingekufa. Hata kama angekufa tayari alishapokea kile ambacho nitaka akipate. Tuko pamoja. Usicheleweshe kufanya mema. Kama tunataka kuishi kwa hekima, tusicheleweshe kufanya mema. Sema haleluya. Sema. Point ya 4 kwa haraka. Usiwaze kufanya mabaya juu ya jirani yako. Usiwaze kufanya au usimwazie mabaya jirani yako. Sasa unakaa na jirani yako ana kanyumba kabovu, unasema ngoja kaje kamponde afie humo. Hiyo unamwazia mema? Kwamba nyumba yake imponde afie humo. Anauza vitumbua vyake, unasema kwamba wacha hivi vitumbua vyake leo havinunuliwi tena, vitanyeshwa na mvua, si hivi. Unamwazia mabaya jirani yako. Unamwazia mabaya. Watoto wake amezaa mabinti wazuri, unasema haliolewi hata limoja, yote yatapigwa mimba tu. Sasa wewe kwa nini unamwazia negative truths jirani yako? Kuna watu hawezi kukaa akamwazia mafanikio jirani yake, akamwazia mambo mazuri. Unajua ukimwazia jirani yako mambo mazuri, Mungu na huyo jirani na wewe watakuazia mazuri. Lakini wewe unapomwazia mabaya, na Mungu anakuazia mabaya. Hawezi kukuazia mazuri wewe wakati wewe unawazia wenzako mazuri. Ameanzisha mtaji, huyu utafirisika. Eti ana kamtaji, amepata kamtaji. Akamdaji atakamaliza, kataisha.
Kwa nini unamwombea kaishe tu? Atashindwa tu. Amejaribu hiki, atashindwa tu. Nyie mtaona, mtaniambia atashindwa tu. Hawezi, atashindwa tu. Mabaya. Unamwazia mabaya jirani yako. Biblia inasema kama tunataka kuishi kwa hekima, basi tusimwazie mtu mabaya. Usimwazie jirani yako mabaya. Amen. Hata kama anasomesha sijui wapi, mwambie mtoto wake atafaulu, atakwenda mpaka chuo kikuu. Hata kama anasoma sijui wapi, mwambie atasoma mpaka chuo kikuu. Akichoma vitumbua 20 anasema nenda kauze vyote vitaisha na utapata faida mara 2. Mwazie mema. Usimwazie vitumbua vibaki virudi nyumbani ili aje akupe wewe ule. Hakupi na yeye kwa sababu umemwazia mabaya. Hata vile yeye mwenyewe tu au atabitupa. Vitachacha. Mwazie mema. Ukimwazia mema, Mungu na wewe anakuazia mema. Kwamba moyo uwazayo mabaya ni chukizo kwa Bwana. Amen. Ndivyo ilivyo. Hiyo hata tukusema amen. Ni kweli kwamba moyo unaowaza mabaya ni chukizo kwa Bwana. Lakini point namba 5 inasema usigombane bila sababu. Kuna watu wanapenda kugombana hata hakuna ugomvi. Hekima hukimbia ugomvi wa bure. Nafikiri kuna wakati niliwahi kuambia kisa hiki kwamba niliwakuta mabinti wanagombana. Sasa mimi nikawauliza, nyie kwa nini mnagombana? Walikuwa wako karibu kushikana, yani hawajashikana lakini nikamwambia nyie mabinti, nini, kwa nini mnagombana? Akasema eti babu, mimi nilikuwa napita hapa yeye akanitema. Nikamwambia ulikuwa unafanyaje? Nilikuwa napita yeye akanitema. Akakutema Uliingiaje mdomoni kwake? Ulikuwa unatafuta nini mdomoni kwake mpaka kutema? Yani nimepita tu hivi mimi eti kumbe alitema mate chini. Alitema mate chini, alikutemea. Alitema chini. Sasa chini, si ametema chini hapo. Ndio akakutema wewe. Ni ugomvi ambao hauna mtu ametema ana kichefuchefu chake. Si ndio? Kuna mavitu yamemkaba humsi makorokorosi manini. Ameyatema chini, wewe unapita kule. Yamekuhusu nini mpaka kusema amekutema? Yamekuhusu nini yale? Mwacha tena hata angetapika. Mwambie hata angetapika. Kama ni hapo, mwacha tapika. Ni ugomvi ambao usigombane na watu bila sababu zama. Acha. Tena kwa sisi tunaambiwa kwamba tusiwe na kisasi na mtu yeyote. Tuko pamoja? Usiwe na kisasi na mtu yeyote. Acha kugombana. Acha kufarakana. Yaani kama tunataka tutembee mtembeo wenye hekima ambao Suleiman hapa aliupendekeza kwa mwanae, tutatembea kama yani tutatembea kama malaika. Ukizikwepa hizi usisita. Sawa? Tukizikwepa hizi, tukaacha kuzifanya, kweli tutaishi kama malaika. Kwa sababu hakuna mtu atagombana na mtu. Hata akitema mate chini, siwezi kuona amenitema mimi kwa sababu sijaingia mdomoni mwake. Ni kichefu chake yeye mwenyewe, sana nitamwombea tu ili kiishe kichefu ili asikae na tema au pengine labda ni mjamzito. Sasa wajawazito na wenyewe tu tunakataza kutema mate. Waacheni wateme kwa sababu na wenyewe wameumbwa hivyo kwamba ukiwa mjamzito unakuwa unatema. Mwacha teme. Lakini usije ukamchukulia hasira eti amekutema wewe na yeye na kichefu chake. Warumi 12 mstari wa 18 mpaka 12. Soma pale. Sura ya 12 mstari wa 18 mpaka 12. Kama yamkini kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Yes, mkae kwa amani na watu wote. Sio wa aina fulani tu. Kukaa na amani na watu wote. Kwa maana kwamba tusigombane. Usigombane na mtu yeyote.
awe mpagani. Haijasema Wakristo tu, na watu wote, wawe wapagani, wawe si wa dini gani, kaa nao kwa amani. Hii ndio kutembea kwa hekima. Ukuwe na amani nao, pasiwe na ugomvi, wala kusiwe na kutema mate, wala kusengenyana, wala kufanya kile. Point yangu ya mwisho ni usionee wivu waliofanikiwa kwa uovu. Hizi pointi zote nilizozitaja zipo hapo, zimeorodheshwa kwenye hiyo mithali tuliyoisoma. Wewe isome tu mithali kuanzia ile mstari wa 23, 25 mpaka 35, utaona hizi nani zote zimeandikwa hapo. Hizi point nilizozisema. Kwa hiyo usionee wivu. Biblia imetumia neno usihusudu. Kuhusudu yani ni kutamani kwa yani unataka uwe kama yeye, au yani hapana. Sasa lakini tusifanye hivyo kwa wale waliofanikiwa kwa uovu. Kumbe kuna mafanikio yanayopatikana katika uovu. Tuko pamoja? Kuna mtu anaweza kunitajia fanikio moja ambalo linafanikiwa katika uovu? Aniambie mafanikio. Mzee, very good. Hebu waambie kwa sauti kubwa. Tena wewe nafikiri hujawahi kusema kabisa hii nani. Iseme kwa sauti kubwa. Kwa mfano ujambazi. Amefanikiwa katika ujambazi, alafu wewe unaanza kumtamani. Sasa unatamanije sasa? Huyu jamaa ameua watu, akapata mali. Sasa wewe unaanza kumhusudu, yani unaanza kutamani uwe kama yeye. Kaue basi na wewe, uchinje. Lakini kuna wengine wameweka misukule, wametajirika kwa sababu wameweka ndugu zao misukule, wametoa mama zao kafara, baba zao kafara, akatajirika. Sasa wewe na wewe unaanza kuhusudu uwe kama yeye. No. Lazima tukatae. Hakuna tajiri anayetajirika katika uovu anazidi utajiri wa mwenye haki. Mwenye haki kama ametajirika, hata kama ana shilingi 1,000 ya haki, ni tajiri kuliko mwenye milioni 60 za yule ambaye hana haki, ametajirika kwa uovu. Tuko pamoja? Uwe nacho cha kwako cha haki, sio cha kutajirika katika uovu au kutamani wale waliotajirika katika uovu. Kuna watu wapo mabinti, kwa nyie mabinti nawaambia, wanafanya uchangutoa, wananunua magari. Sasa na wewe unawatamani ukafanye biashara kama hizo ili ununue gari. Biashara za uovu ziko nyingi sana, na kweli wanafanikiwa katika uovu, katika shetani, kwa sababu pia shetani ana mipango yake ambayo inawafanikisha watu katika kufanya ibada zake. Sisi hatuwezi kufanya hizo kwa sababu tunamwabudu Mungu. Haleluya. Na ndio peke yake tunamtumainia. Haleluya. Haleluya. Usitamani, waambie tu bwana, wewe pita tu na gari lako, nipigie honi pipi, au kama unipigii usinigonge, niwashie taa hivi ni kwepe. Lakini usije ukatamani kama ni za uovu. Kama anavaa suti, kama anapaka rasta, kama anapaka nywele, kama anapaka lipstick, hizo za paka, lakini zisiwe za uovu. Tuko pamoja? Kama ni za uovu, achana nazo. Usiogope, namba 1. Usikatae kutenda mema au kuacha kutenda mema. Namba 2, usicheleweshe mema. Usicheleweshe kesho mtondo nini, achana nazo. Usimwazie jirani yako mabaya. Usigombane bila sababu. Usionee wivu mafanikio ya waovu. Mungu awabariki sana.